Kuhusu mtazamo wa sisi watu wa Mungu kuhusu habari ya madawa ya kulevya, mtazamo wetu ni huu ambao katika ujumla wake tunasema wanadamu wote ni wa thamani. Huo ndio mtazamo mama, kwamba watu wote ni wa thamani. Haijalishi ya kwamba anatumia madawa ya kulevya, haijalishi ya kwamba hatumii, lakini watu wote ni wa thamani. Na tumechukua huo mtazamo kutoka kwenye moyo wa Mungu, kwa sababu Mungu yeye anaona watu wote ni wa thamani walioko dunia hii. Na sisi tumeubeba mtazamo huo. Kwa hiyo tunapomwangalia watu wanaotumia madawa ya kulevya, tunaona ni wa thamani machoni pa Mungu, licha ya jamii jinsi inavyowajaji na kuwaona kwamba wapo katika mazingira kama hayo. Na wakati mwingine unapoongea na vijana, na kwa sababu kwanza wametoka huko, licha ya tu kwamba kwenda kuwasaidia, lakini tunakutana vijana ambao wakati mwingine wametoka huko. Ukijaribu kukaa nao, nilikutana kipindi fulani dada mmoja alikuwa kanisani kwangu na ameondoka, na akasema, mchungaji, mimi natamani wewe unawahudumia hawa kwa sababu nyinyi hamwezi kuwahudumia. Lakini ukijaribu kuangalia nini chanzo, unarudi kwamba chanzo kikubwa wakati mwingine cha watu hawa ni mazingira waliotoka, yana mchango. Wanatoka katika familia zenye mazingira gani, jamii inayowazunguka ilikuwa ikoje, marafiki waliokuwa nao walikuwa ukoje, kwa sababu hakuna aliyezaliwa na kuvuta, ila kila kitu mtu anajifunza kulingana na watu wanaomzunguka. Hivyo ulivyo wewe mtangazaji na mimi ni matokeo ya watu walionizunguka, mazingira yaliyonizunguka yakanitengeneza mimi kufika hapa nilipo. Kwa hiyo ukimuona mwanadamu leo yupo aidha katika mapungufu ambayo unaweza kumjaji, badala ya kumjaji yeye, angalia kwamba alizungukwa na kina nani alikuwa pamoja na. Kwa hiyo wengine utakuta makundi rika aliyokuwa yamemzunguka yalikuwa yapo hivyo. Unaona mtu anavuta sigara, ukimuuliza ilikuwaje, anakuambia baba alikuwa ananituma kwenda kuleta moto ili awashe sigara. Kwa hiyo alipokuona baba yake naye anafanya, zamani tulikuwa tunakunja yale magazeti tu, lakini hayana tumbaku ndani. Lakini unaanza nawe kuigiza kile ulichomuona baba anafanya nini, anafanya hivyo. Na ndio maana utakuta kama baba ni mwanamuziki, ile familia ni mara chache sana kukosa wanamuziki mle ndani. Mimi nakumbuka kwenye familia yangu leo kumuuliza mtoto wangu, je, unatamani uwe nani baadaye? Nahisi wanakataa uchungaji kwa sababu ya yale mazingira ya mateso, lakini alisema baba, kama nitakosa kwenda jeshi nitakuwa mchungaji. Na sijamuona mwanangu akipiga gitaa kanisani kwa sababu nyumbani hatupigi magitaa, lakini kwa kuwa tunaombea watu, basi unakuta ndio anachokiona. Kwa hiyo chanzo kikubwa ni mazingira ambayo wamekulia hawa watu. Kwa kweli sio kama wamezaliwa hivyo, lakini mazingira waliokulia yamekuwa na mchango huo. Na ndio maana mimi kuna ushauri ambao nitaushauri, na sisi kanisa la Tanzania Assemblies of God, kwa kuliona hilo kwamba wanadamu wote ni wa thamani, tumeanzisha kitengo cha kuwahudumia watu hao. Japokuwa kiko level ya kitaifa, hasa kimefika mpaka kwenye mikoa, tunaenda mpaka magerezani, lakini kuwafikia watu hao ambao wakati mwingine kwa kweli jamii inaona kama si watu wa kawaida fulani. Na naomba niseme hili kuweka sawa kwamba inawezekana tukawaona hao watu wanaotumia madawa ya kulevya kwamba ni watu wabaya, lakini nataka nikuambie hivi, kuna watu wengine ni wabaya kuliko hao wanaotumia madawa ya kulevya. Inawezekana wengine ni majambazi na wanaua watu, na huyu anayetumia madawa ya kulevya wala hajaua mtu, akishabuya unga amelala chini yuko hapo na udenda unamtoka, lakini hajaua mtu. Lakini kuna mwingine manyumba anayomiliki ni kwa sababu pengine ameua watu. Mwingine nyumba anazomiliki ameua kwa namna nyingi kwa sababu amekula pengine kodi za Watanzania na tunakosa dawa hospitalini. Kwa hiyo huyu anaweza kuwa ni mbaya zaidi kuliko hata anatumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo tusiwajaji tu kwa sababu tukaona jamii kaona kwamba kwa sababu wanakula madawa ya kulevya wako huko wanapora watu cheni, watu wabaya sana kivyo. Hapana, hao watu ni watu wazuri wanakapopata msaada. Kama ambavyo wewe pengine unaniangalia pengine ni jambazi ile hatukujui kwenye jamii, lakini unaiba, ni sawa sawa tu na huyu. Au unakula kodi zetu lakini umeaminiwa, ni sawa sawa tu na. Au pengine ni mganga wa kienyeji ambaye unashiriki mambo ya ushirikina ambayo hata serikali haijakupa hata kibali hicho, basi inawezekana kwa ni miongoni pamoja kama hao tu. Kwa hiyo tusiwaone hivyo kama ni jamii mbovu sana ambao haifai kufikiwa kwa sababu ya mazingira yao. Hawa ni watu wa thamani kama watu wengine, kama ambavyo wengine wana shida zao. Wengine ni makahaba, wanaishi kwa kuuza mili yao. Bado naye huyu ana shida yake tu ambaye anatamani kufikiwa. Kwa hiyo mimi niseme ya kwamba sisi kanisa tumeona kwamba ni vyema watu hao wakafikiwa kwa kuwa ni watu wa thamani, japokuwa ukweli kuna changamoto zake za namna ya kuwafikia, lakini wanafikiwa na baadaye wanakuja kuwa watu wazuri katika
jamii hii, kama ambavyo wengine nao walifikiwa na wakaja kuwa ni watu wazuri katika jamii. Mimi nitoe ushauri huu ambao ninaona kwamba ukitekelezwa inawezekana watu hao tukawapata. Kwanza ni kanisa kuweka mkakati. Kanisa kuweka mkakati kabisa wa kipekee wa kuwafikia hawa watu. Kama ambavyo sisi kanisa la TAG tumeamua tuwe na mkakati wa kuwafikia watu walaunga, wanaotumia madawa ya kulevya, maana yako aina mbalimbali. Tukiweka mkakati huo kama kanisa na makanisa mengine, nikishauri inawezekana tukawarudisha katika mpango wa kimungu. Mimi nawafahamu watu ambao yamkini leo hii wangekuwa wako hoi, lakini hata wakihubiri injili zao anakuambia mimi kwa kweli nilikuwa ni mvuta bangi, nilikuwa natumia madawa, lakini nilipatikana na leo nimekuwa ni mtu mwema katika jamii. Kwa hiyo kanisa lina mchango mkubwa, si kufikia tu matajiri kwamba tukiwahubiri wakija kanisani watatoa pesa nyingi, lakini na hawa nao tuweke mkakati wa namna kuwafikia. Ikiwezekana hata kutengeneza vituo vya namna ya kuwafikia na kuandaa timu ambazo zinaweza zikaenda zikawasaidia hawa watu, kwa sababu ni watu wazuri tu, na wengine ni kwa sababu ya maisha yaliyokuwa magumu na nini wakafika hivyo. Na mwingine aliwahi kuniambia chanzo chake haikukuwa maisha magumu, lakini wale matajiri wanaouza na wenyewe wana mchango, kwa sababu akisha wavutisha basi utakuta sasa ile hali na muafekta anaendelea kuwa katika mazingira kama haya. Kwa hiyo wengine ni kama bahati mbaya tu wamedondokea huko. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni shauri serikali. Mimi nashauri tu serikali kwamba hawa watu wanaotumia madawa ya kulevya ambao wako huku chini, kwani madawa ya kulevya si Tanzania tunayalima? Hatulimi madawa ya kulevya. Kuna sehemu yanakotoka. Kwa hiyo wadhibiti vile vyanzo vikubwa. Ukidhibiti wale wanaoleta, hawa huku chini si watakosa. Kwa hiyo serikali ina mchango wake kudhibiti, kwa sababu mimi na imani serikali ina jicho pana la kuona mambo. Ina jicho kubwa la kuona kwamba nani wanaingiza haya madawa. Wakiyadhibiti, huyu aliyeko wa chini huku Tabora, aliyeko huku chini ambaye anasubiria uziwe kete avute, huyu hawezi kwenda Pakistan kufuata madawa ya kulevya. Hana pesa kupanda ndege aende akanue Nairobi. Kwa hiyo akiyakosa atakuwa muhanga, lakini baadaye atakuwa ameyakosa. Mimi na imani kuna mambo mengine yanafanyika Ulaya kwa sababu hatujafika kule tuweze kuyakuta, kwa sababu ni mbali. Kwa hivyo na haya kwa kuwa yana chanzo na Tanzania hatuyaruhusu kiserikali. Kwa hiyo serikali ni shauri pia kwa kutumia jicho lake pana la kuona mbali, lidhibiti wale ambao ndio mapapa wanaoingiza hizo dawa nchini. Wakisha dhibiti kule, huku chini huyu wa kawaida ataanza kuyakosa, kwa sababu muathirika sio yule kule juu. Yule kule juu ni mnufaika, lakini huyu huku chini ndio muathirika anayevuta, ambaye yuko mitaani anagalagala, na serikali nayo inakosa nguvu kazi. Kwa sababu wakati mwingine ukuti mzee Kikongwe anayevuta madawa ya kulevya. Wanaovuta ni hawa vijana wetu ambao kesho kutwa tungewategemea aidha kwenda jeshini, tungewategemea kuwa nguvu kazi ya serikali. Kwa hiyo wanapoharibiwa tunakosa kizazi kizuri cha kesho mbele ya safari. Wanaharibiwa mabinti ambao wangekuwa ni wamama wazuri wa kesho, wanaharibiwa vijana ambao yamkini wangekuwa ni mawaziri, lakini ameanza kuvuta akiwa shuleni, anaharibikiwa. Kwa hiyo tunakosa nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo serikali ni ishauri pia kwa jicho lake pana, nafikiri nikisema jicho wananielewa, wadhibiti wale mapapa ambao wanaingizia hapa. Hivi vitu haviji tu vinadondoka, kama havipitia airport vitapitia bandarini au vitapitia panyarodi, huko kote wanajicho pana. Wakidhibiti huko, nina imani kabisa kwamba huku chini shida itaanza kupungua, kwa sababu hawa watu wataanza kwenda hivi. Ni kama walivyoshauri siku moja tukasema hivi, tunawalaumu wakati mwingine wale wadada wanaouza mili, lakini wakati mwingine kwani wanamuuzia nani? Tungedhibiti wale wanaoenda kununua, si tungedhibiti hiyo biashara? Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Kwa hiyo kitu kingine, badala ya serikali nije kwenye familia. Familia nayo ina mchango, tufundishe maadili kule nyumbani. Zamani nakumbuka mimi mama yangu, na ndio maana wanasemaga hivi, unajua kuna kizazi ambacho kilikuwa si kwa sababu ya kwenda kanisani ndugu mtangazaji. Yaani kuna kizazi ambacho kilikuwa na maadili fulani hivi, hicho cha miaka ya 70 ambacho mimi nimekikuta. Lakini nakumbuka nyumbani, kabla ya chakula, mama alikuwa ni mwalimu nyumbani. Walikuwa wanatumia njia ya hadithi. Lakini zile hadithi ukiziangalia zilikuwa na lengo la kutuelimisha. Unasikia, nakumbuka mama yangu mmoja anasema hivi, bwana usile chakula ukiwa umesimama, utakuja kuolea mbali sana. Sasa kwa sababu hutaki kuolea mbali, inabidi ukae chini ili ule. Lakini lengo lao alikuwa ananifundisha niwe na nidhamu kwenye kula chakula, sio tumesimama afa mimi nasimama na kula chakula. Kwa hiyo walikuwa wanatumia hadithi kutufundisha, kutengeneza mtu ambaye kesho kutwa angekuwa na maadili bora katika jamii. Na kweli walisaidia kupatikana watu ambao walikuwa na maadili bora,
na walisaidia. Sasa ilipokosekana hiyo kitu, kuwa na elimu kule nyumbani ya kufundisha yale madarasa kule nyumbani, aidha kwa kutumia njia mbalimbali, basi jamii ikafundishwa na simu, ikafundishwa na utandawazi. Kwa tumepata kizazi namna. Kwa hiyo nirudie tena kwamba wazazi na sisi tuna mchango wa kufundisha maadili kule nyumbani tunapopata nafasi. Tusiachie ule msemo ukatimia, asiyefunzwa na mamae atafunzwa na nini? Atafunzwa na dunia. Na dunia ndio iliyotufundisha, ndio imetupatia sasa watu kwa sababu mtoto huyu anakuwa na house girl, hana kipindi cha kukutana na mama na baba. Hebu hapa moja, hata kama tuko busy, tenga muda angalau hata dakika 10 wa kufundisha nini? Watoto wako kule nyumbani. 1, 2, 3. Lingine, hili ni kwa Wakristo wenzangu. Wakristo wenzangu najua kwamba pia wengine wana ibada za kifamilia. Turudishe ibada za familia kule nyumbani. Kuna ukweli huu kwamba kile ambacho mtoto amefundishwa na wazazi wake akiwa ni mdogo, ni vigumu sana kukiacha akiwa mtu mzima. Mambo mimi alionifundisha, wana wachekesha kanisa, nasema hivi, mama alinifundisha namna ya kuomba. Ile sala ilikuwa ni sala ya Kiruga. Sitaisahau mpaka nikiwa mtu mzima. Bado ninaikumbuka. Na Biblia sema mfunze sana mwanao kuhusu habari ya mambo na elimu, hata iacha atakapokuwa mtu mzima. Kwa hiyo ni washauri wazazi, Wakristo wenzangu, wenzetu wa Uislamu wana madrasa, sijajua nyumbani kama na wao na hivyo vipindi wakiwa navyo, ni jambo jema tu. Tumtengeneze mtoto mapema, tuwekeze elimu ya maadili mapema. Hata akitoka aseme kama kina Danieli mtangazaji, walipokwenda kule utumwani hawakuwa na wazazi wao, wakaambiwa kuleni, wakasema hivi, hatukufundishwa kwetu hivyo, tupeni tu vyakula vya kawaida kwa sababu hivi hatukufundishwa nyumbani. Wanasema Wayahudi walikuwa kama na chuo cha Biblia kidogo nyumbani kwao cha kufunza watoto wao. Ndio maana hata walipoenda utumwani hawakuacha yale maadili waliofundishwa kule kwao. Wako utumwani kule Babeli, lakini Danieli anasema hivi, hatukufundishwa tule vyakula hivi, sisi tupeni tu mtama, kama ni nini Mungu atatusaidia nini. Wanakumbuka kile walichofundishwa nyumbani kwa wazazi wao. Kwa hiyo na sisi tutumie hiyo, itatusaidia kutengeneza watoto wazuri kesho. Yamkini hii shida ya madawa na nini, kwa sababu mtoto akitoka nyumbani hana muda kukaa na wazazi wake, akifika mtaani wanaomfundisha ni wale waliomzunguka, na leo tumekuwa na kizazi cha namna hiyo.